Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame amemwagiza katibu tawala wa mkoa kuwasiliana na kamishna wa mamlaka ya uhifadhi wa misitu Tanzania TFS kanda ya Nyanda za Juu Kusini amondoe afisa uhifadhi wilaya ya Momba na kumtafutia maeneo mengine nje ya mkoa huu kwa kudharau maagizo ya mkuu wa mkoa yaliyomtaka kushiriki katika mkutano uliofanyika tarehe 2 Julai wa kusikiliza na kutatua kero za maafisa usafirishaji wa halmashauri ya mji wa Tunduma wilayani Momba mkoani Songwe. Makame amefikia maamuzi hayo baada ya mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mwandobo kutoa taarifa kuwa afisa huyo alipewa mwaliko wa kushiriki mkutano huo. Ndugu zangu, tuliyatoa maagizo tangu jana, na miongoni mwa baadhi ya maafisa ambao niliwataja, maafisa wenzetu wa wakala wa huduma za misitu, nilisema lazima wawepo, na mheshimiwa mkuu wa wilaya ameniambia kwamba alipewa taarifa ashiriki kwenye mkutano wa mkuu wa mkoa na maafisa usafirishaji. Lengo tuweze kushirikiana kuwasikiliza maafisa usafirishaji, tusikie kero zao, penye kuwaelimisha tuwaelimishe, penye hoja ambayo tutatakiwa tuifanyie kazi sisi tuifanyie kazi kama serikali. Sasa kwa sababu tumeambiwa alipakiwa taarifa na hajaja, manake katibu tawala huyu muhifadhi wa wilaya hii afungashe vilago vyake. Huyu muhifadhi wa wilaya hii ya Momba, wasiliana na kamishina wa kanda, mwambie amedharau kuja kwenye mkutano wa mkuu wa mkoa na maafisa usafirishaji. Atutafutie afisa mwingine atuletee kwenye wilaya yetu ya Momba, yeye aende akampatie sehemu nyingine. Mimi siwezi kuja hapa kwa sababu nilijua kwamba miongoni mwa changamoto ambazo mimi nazipokea ni changamoto ambazo zinazotokana na ukamataji wa mkaa. Mimi sijasema kwamba wanafanya makosa kukamata mkaa. Wana haki ya kutekeleza sheria, kwa sababu shughuli ya uchomaji wa mkaa inafanyika kwa mujibu wa sheria. Na mimi mwenyewe sipendelei nyinyi mwe mnasafirisha mikaa. Tumeelewana ndugu zangu? Haki lazima niwaambieni ukweli. Mimi kama mkuu wa mkoa najua sheria inazuia biashara ya mkaa. Ili uweze kufanya biashara ya mkaa ni lazima ufuate sheria, na nilikuwa namhitaji yeye anisaidie kuweza kuwaelimisha, anisaidie kuweza kufafanua sheria inasemaje, ili tukiweza kuelewana tutaweza kutekeleza majukumu yetu vizuri. Sasa tunamuita kwenye mkutano haja, nataka mimi mkuu wa mkoa ndo nifanyie kazi yake? Haiwezekani. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo yeye ataenda sehemu nyingine, katibu tawala atafanya kazi. Lakini sasa kwa sababu amenituma yeye, si dogosi, kwa sababu amenituma mimi niongee na nyie, naomba mtege sikio mnisikilize. Tumeelewana ndugu zangu? Swala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira pamoja na misitu yetu ni ajenda ya kipaumbele, ni ajenda ya dunia. Nyinyi mna simu janja, si ndio? Mnaona kinachoendelea katika nchi za Ulaya. Nini kinachoendelea? Joto kali, si ndio? Watu wanapoteza maisha. Mnajua kwa nini wanapoteza maisha? Manake joto limekuwa kali, ni kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanatokana na uharibifu mkubwa wa mazingira ambao tumekuwa tukiufanya sisi binadamu. Kwa hiyo kutokana na changamoto ya namna hiyo, ndiyo maana sasa hivi dunia imeungana kuweza kutunza na kuhifadhi mazingira. Kila nchi sasa hivi inahangaika. Tanzania hapa Mheshimiwa Rais anasisitiza juu ya umuhimu ya kutunza na kuhifadhi mazingira.
Tunahamasisha watu watumie nishati safi ya kupikia, watumie gesi, watumie umeme, lakini watumie mkaa mbadala. Lakini kama kuna mtu anataka kufanya biashara ya mkaa, kufanya biashara ya mkaa inafanyika kwa mujibu wa sheria na lazima kuwe na vibali. Na nyinyi bodaboda, acheni tabia ya kubeba mikaa ya watu, inawasababishia matatizo. Ipo mizigo mingi ya kubeba, bebeni abiria ruksa. Tumeelewana sijui? Bebeni abiria ruksa. Hata ile ya makusudi sijui kubeba wake zetu mnawapeleka sehemu fulani, lakini kwa sababu ni abiria mbebe, sawa eh? Tumeelewana ndugu zangu? Yeye mwenyewe si ni abiria na akili zake timamu, mbebe mpeleke anakoenda, wewe chukua hela yako sepa. Lakini kubeba mikaa, achana nini kubeba mikaa. Tumeelewana ndugu zangu? Kubeba biashara za magendo, muachane na hayo mambo, kwa sababu yanawasababishia matatizo. Mmenielewa ndugu zangu eh? Kwenye hili naomba tuelewane. Mimi siwezi nikatetea jambo ambalo mimi najua, na bahati nzuri mliniambia jambo la kweli, niwaambieni ukweli, sawa eh? Alipoulizwa kwa njia ya simu kuhusu kukaidi maagizo hayo, afisa mhifadhi wa wakala wa misitu Tanzania TFS wilaya ya Momba, Bwana Levocatus Frumens, amesema kuwa hawezi kutolea majibu mara moja kwa kuwa yuko nje ya mkoa kwa majukumu mengine, lakini anachokijua, alikaimisha mtu ambaye hakumpa taarifa za kutokuhudhuria mkutano huo.